Neno ya Allah subhanahu wa ta'ala, utamu na ladha yake. Ukiwa Qur'ani unasoma na hakuna ladha, ujue moyo umekufa. Muombe Allah akupe moyo mwingine, akupe moyo mwingine. Sehemu ya pili wakasema, wakati unapoleta adhkar, dhikri, adhkari hizi ambazo za asubuhi, jioni, unapoleta adhkari, je, unajihisi kuna ladha? La, hakuna, bali yasekana moyo pia umekufa. Muombe Allah akupe moyo mwingine. Sehemu ya tatu ni wakati unaposwali, ukiwa ndani ya swala. Je, swala unaswali unajihisi ladha kama ilivyokuwa wakati wa Mtume alayhi salatu wassalam? Na Mtume alikuwa anamwambia Bilali, arihna ya Bilali. Bilali, wakati wa swala umeshafika, tulikuwa tumechoka mno kutokana na kazi tulizozifanya. Tunataka utupe raha, utupe starehe sasa. Kwa watu walikuwa wanapoingia katika swala ndio wameingia katika raha na katika starehe. Sasa je, si swala zetu sasa tunaposwali tunajihisi tumechoka au tunajihisi raha? La, hii sio hivyo. Maanake mioyo yetu bado inahitaji isaishwe. Baada ya utangulizi huu, moja katika misingi ya Ahli Sunna wal Jamaa, tuna mambo ambayo ni wajibu kuyaamini na ni wajibu kuwafundisha watu wote Waislamu kwa ujumla, na pia hata kuwafundisha pia watoto wetu katika misingi ya imani. Moja katika misingi ya imani, kuamini siku ya mwisho. Hii siku tukiamini itatusaidia kufanya matendo mema na itafanya pia tuache kufanya yale matendo mabaya siku ya mwisho. Sasa leo mimi nitazungumzia mambo mawili katika kuamini siku ya mwisho. Anwani ya muhadhara waweza tukawaita almawaidhul hamma fi ahwali yaumil qiyama. Anwani hiyo ndani almawaidhul hamma fi ahwali yaumil qiyama, ndani yake tutazungumzia mambo mawili. Jambo la kwanza tutazungumzia sirata. Kuna kitu kinaitwa sirata. Tuamini kwamba katika imani, katika itikadi kuna sirata, kuna njia. Hiyo njia sasa tuanze kuizungumzia njia yenyewe. Kwa nini tumetakiwa tuiamini hiyo njia sirata? Na Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wa nadha almawazin alqist yawm alqiyama fala tadhlim nafsun shay'a. Tutaweka mizani siku ya kiyama, hakuna nafsi yoyote itakayedhulumiwa. Ayatu, ibada hii ibadullah, mali qulubina la takhsha. Nyoyo zetu kwa nini haziogopi? Wa mali adhanina la tasma. Na kwa nini pia masikio yetu hayasikii? Wa mali duaina la yusma. Na dua zetu kwa nini dua hazijibiwi? Na macho yetu kwa nini hayatoi machozi? Na hakika na matumbo yetu pia bado yanakula minasuhuti wal haram, mambo ya haramu, lakini pia bado hatushibi. Wa mali amalikum almahmuda la yurfa. Na pia hata matendo yetu pia bado hayanyanyuliwi, tunayofanya yakaenda katika sehemu ya juu. Hakika ndugu zangu, man shaghala nafsahu bi khidmati alma'bud, atakayeshughulika nafsi yake kumhudumia yule mwenye kuabudiwa ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, huyu ataanza kuona ladha ya imani anayoifanya. Wa man khafa, na atakayeogopa min urudi nar, kuingia motoni, fa bi'sa alwird almawrud, sehemu mbaya sana ni sehemu ya motoni. Umetajwa hakika siku ya kiyama, baadhi ya wanyama baada ya mwanadamu kufuliwa, wanyama watataka idhini kwa Allah usujudu, kisha wataambiwa leo sio siku ya kusujudu. Watasemaje wanyama? Innama sajadna shukran lillah,
sitosujudu kwa ajili ya kumshukuru Allah alladhi lam yaj'alna min waladi Adam, Allah hajatujalia sisi katika watoto wa Adam. Na katika hadithi katika Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim kwamba watu siku ya kiyama, kila watu 1000 mtu mmoja tu ndio wa peponi. Katika 1000 mtu mmoja ndio wa peponi, 99 wa motoni. Kila 1000 ukiwa na watu 10,000 unapata watu 10. Sasa watu wa peponi wako wapi sasa? Lakini pia wanachuoni wanakuja kuifasiri hii, nitaifasiri mwisho wake, lakini niendelee kwanza na hili. Kwa hiyo kwa wanyama watasema sitomshukuru Allah kwa sababu hajatujalia sisi kuwa watoto wa Adam, kwa sababu wao watahesabiwa, watawekwa mizani, kuna sirat, kuna mizani. Na katika itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa tuamini kuna kitu kinaitwa sirat, tunaamini kuna kitu kinaitwa mizani, mizani ya kupima matendo. Sasa mizani hii tukiamini, lazima tuweze kuiona ikoje. Sifa yake ni ipi mizani? Sifa yake mizani, siratu aswad mudhlim, na hapa duniani atakayenyooka vizuri katika njia hapa duniani, hiyo njia siratu imewekwa katika mgongo wa jahannam. Ili uende motoni peponi lazima upitie njia hiyo. Kwa hiyo ukipita njia hii hapa duniani vizuri, ukanyooka vizuri, na ndani ya swala yako ulikuwa ukisema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina sirata almustaqim. Sirata hii sasa, atakayepita njia hii hapa duniani ni rahisi kupita njia ya kule. Njia hapa duniani ni ngumu pia, ili unyooke au vizuri. Kama Mtume alayhi salatu wasalam, Abdullah ibn Mas'ud anasema, man arada ayandhura ila wasiyati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anataka atizame wasia aliyohusia Mtume Muhammad, falyaqra hadhihi alayat, asoma aya hizi katika sura al-An'am. Kwa sababu Mtume alichora mstari mrefu na aya mnayosomewa kila siku, kisha akasema hii ndio njia iliyonyooka, fattabi'uhu wala tattabi'u subla fatafarraka bikum an sabili. Hii ndio njia iliyonyooka, ifuateni, msifuate vinjia vingine vya pembezoni, vitawaachanisha na njia yangu. Kwa hiyo kwa maana kumbe hapa duniani kuna njia iliyonyooka. Kwa hiyo mtu kama ataka ili akapita katika ile njia ambayo ni wajibu katika misingi ya imani, tuamini sirata, njia hapa duniani utakapoipita ile ambayo Mtume aliyoichorea mstari na akasema watu waifuate, wakienda kinyume utashindwa kupita ile sirata ya kule ambayo ni wajibu kuiamini. Sasa njia hiyo sirat ni njia ambayo ni giza, imepita katika mgongo wa jahannam. Fala yajuzu yawma idhin illa man kana lahu nur. Hiyo njia kule sasa ambayo imepita katika mgongo wa jahannam, hakuna atakayeruhusiwa kupita mpaka uwe na nuru. Na nuru ni imani, na imani inazidi na kupungua. Katika itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa, katika taarifu ya imani, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit-ta'a wa yanqus bil-ma'siyah. Kwa hiyo imani yako, je, ulizidisha, ulifanya matendo ambayo yakaleta mwanga wa nuru wa imani. Nuru hii, kwa sababu hii njia ya kule imepita katika mgongo wa jahannam na moto ni mweusi, na njia yenyewe imepita katika mgongo na njia ni nyeusi, huruhusi kupita, unahitajiwa uwe na nuru ili iweze kuangaza, ili iweze kupita katika njia hiyo. Ukiwa huna, maana yake huwezi kupita katika njia, utaendaje peponi sasa? Kwa hiyo kuna haja sirata, njia hapa tuishike vizuri ili tukapite katika ile njia ya kule. Sasa hii njia hatapita mtu mpaka awe na nuru. Wala yakunu an-nuru yawma idhin illa min al-a'mali salihah. Na nuru siku hiyo ni matendo mema. Faman amila amalan saliha, yeyote atakayetenda matendo mema, najahu minan nar, tutamwokoa na moto. Wajaza ila dari raha wal qarar, huko unapopita sasa ndio kuna nyumba ya raha sasa ya kukaa peponi. Utapita katika kwenda kuishi katika nyumba ya raha na ya utulivu. Waman lam yuqaddim fi dunya saliha, na yule ambaye duniani
hatatanguliza matendo mema, hatafanya, hujiba anil nadhri ila wajhi aljabbar, atazuiliwa, hataweza kumtizama Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa tunapata katika jambo hili pia katika itikadi ahli sunna wal jamaa, tuamini Allah kwenda kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, waumini wataenda kumuona Allah, japokuwa katika baadhi ya makundi wengine wanakataa kama haonekani. Lakini itikadi ahli sunna wal jamaa, maswahaba zaidi ya 24 wamepokea hadithi ya kuonekana Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo atazuiliwa hata muona Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hawa fi dari nadama wal bawari, na ataangukia katika nyumba ya majuto sasa na mateso. Fi dari, hiyo nyumba, kama utapita katika ile njia na huna nuru, utaangukia katika moto. Fi dari adhabuha samum, adhabu yake adhabu mbaya kali mno. Washrabuhu hamim, kinywaji chake cha moto. Wadhilluha la baridi wala karim, kivuli chake hakina baridi bali joto kali katika nyumba hiyo. Wa ta'amuha zaqum, na chakula chake ni mti wa mzakum. Yatawadda wallahi fi dari adhabuha alim, ataangukia, hataweza kupita, ataangukia katika nyumba au katika moto, adhabu yake ambayo ni alim, yenye kuumiza. Wa maskanuha jahim, makazi yake itakuwa ni moto. Wa sakinuha abadan, na anaoishi katika huo moto abadan, mtu huyo fi adhabi muqim, katika adhabu ya kukaa milele. Yataradda wallahi fi dari au fi nari qariha ba'id, unaangukia katika huo moto unapopita katika ile njia, kina chake kirefu sana. Wa adhabuha shadid, na adhabu yake ni kali mno. Wa sharibuha sadid, na kinywaji ni usaa, ndio kinywaji chake. Wa maqamiha hadid, huko akipigwa na nyundo za vyuma. Na nuru ni imani, na imani inazidi na kupungua. Kwa hiyo kuna haja ya kuhakikisha imani zetu sasa tuweze kuzifanyia tajdid upya kabisa, ili tuweze kuzidisha imani zetu kwa matendo mema. Wasirat kathiru zabania, hii njia hii ina malaika wengi mno. La yajuzuhu illa man ataa maulahu fil fania, haizi kupita isipokuwa man ataa, aliyomtii Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani. Warakaba Allah fi sirri wal alania, akaweza kuchunga Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya matendo kwamba Allah anamuona katika wakati wa siri na wakati wa waziwazi. Njia hii ni njia, kila moja atapita njia hiyo. Ndio Allah anasema siku ya kiyama tutaweka mizani. Wa amma man thaqulat mawazinuhu, yule ambaye mizani yake itakuwa nzito, basi atapita katika hii njia. Kinyume chake, mizani ikiwa nyepesi, utaingizwa katika moto, na hapo itakuwa katika sehemu ngumu sana. Sirat, njia hii, kwa nini tunaiamini? Faida ya kuamini ni ipi? Kwa sababu kuna mizani, ni katika mambo ya itikadi ya kuamini, lakini hapo tu katika sirat. Baada ya mizani watu kupimwa matendo yao, na kuna tabaka za watu, ziko tabaka 18. Katika kitabu cha Ibn Qayyim Tariqatul Hijratain ametaja tabaka hizi. Tabaka za watu, tabaka ziko 18. Tabaka ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, ya nane, ya tisa, ya 10. Tabaka hizi hakuna kupimwa. Tukipata nafasi tutakuja kuzitaja hizi. Tabaka hizi hakuna kupimwa. Kuanzia tabaka ya 11 na 12 tunaingia sisi, ambayo matendo yetu lazima yaingie kwenye mizani, tuangaliwe katika kupimwa sasa. Na katika kupimwa, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishati radhiya, kama mizani itakuwa nzito, basi utaingia peponi.